بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. Tunaendelea na darasa yetu ya kitabu Asbabu Ziyadati al-Iman wa Nuqsanuhu au wa Nuqsanihi, maana asbabu ziyadati al-iman wa asbabu nuqsanihi, sababu za kuzidi iman, kadhalika vile vile na sababu za kupungua kwake hiyo imani. Qala العلامة عبد الرزاق ابن عبد المحسن البدري حفظهما الله جميعا: الرابع ينه تأمل محاسن الدين الإسلامي، kuzingatia yale mazuri ya dini ya Kiislamu. Fa inna dina islamia, kwa hakika dini ya Kiislamu, kullahu mahasina, dini yote imefungamana na mambo ambayo yalikuwa mazuri, kwa maana dini yote ipo katika mambo ambayo yalikuwa mazuri. Aqaiduhu asahhu alaqaid, itikadi zake dini hiyo ni itikadi ambazo zilikuwa sahihi mno, kwa maana Muislamu hasa ilivyo pahala ambapo akipatikana, basi mtu akisikia kwamba huyu ni Muislamu, basi tayari moja kwa moja inafahamika kwamba itikadi yake ni itikadi ambayo ilikuwa sahihi. Lakini sasa kutokana na watu kuingia na fikra ambazo zilikuwa potofu, kuja nazo fikra hizo ambazo zilikuwa sizo, matokeo yake wakaharibu zile itikadi ambazo alizofundisha Bwana Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Hali ikawa ni yenye kuchange na mambo yakawa ni yenye kubadilika. Matokeo yake watu wakawa katika fikra ambazo zilizokuwa ziko kinyume na Uislamu, na wakawa katika itikadi ambazo zilizokuwa ziko mbali sana na Uislamu. Wa asdaquha, na ndizo ambazo zilikuwa za kweli yake, kwa maana itikadi hizo za Uislamu ndio itikadi ambazo zilikuwa za kweli. Itikadi nyingine zote ni itikadi ambazo zilikuwa za batil, za uongo. Wa anfa'uha, na ndizo itikadi ambazo zilikuwa zenye manufaa mno kwa viumbe. Itikadi nyingine zote ni itikadi ambazo zina madhara, kwa maana itikadi zilizokuwa sio za Uislamu ni itikadi ambazo zenye madhara. Wa akhlaquhu,
ahmadul akhlaqi, na tabia zake Uislamu ni tabia ambazo zilizokuwa nzuri mno, zilizokuwa zinasifikana katika sifa ambazo zilikuwa nzuri mno. Wa ajmaluha, nani nzuri, ahmad manake zenye kusifiwa katika uzuri uliokuwa mkubwa na kushukuriwa. Wa ajmaluha, na vile vile zilikuwa zimepambika zaidi. Wa amaluhu, na matendo yake huo Uislamu, matendo yake Uislamu. Wa ahkamuhu, na hukumu zake Uislamu. Ahsanul ahkami, ndio hukumu ambazo zilizokuwa nzuri. Hakuna hukumu ambazo zilizokuwa nzuri kuliko hukumu za Uislamu. Mwizi anakatwa mkono, mzinifu ambaye hajaoa pigwa bakora, wala kuolewa na pigwa bakora, na alikuwa amekisha kuoa au kuolewa na pigwa mawe, na mlevi vile vile anatandikwa viboko, kuonyesha kwamba Uislamu una tabia ambazo zilikuwa ni nzuri. Uislamu una misingi ambayo ilikuwa ni mizuri. Mwingine anaweza kusema kwamba sasa hapo ndo tabia zipi nzuri hapo za kukatwa mkono, za kupigwa mawe? Maana yake Uislamu unakomesha vitendo vichafu hivyo. Endapo kwamba mtu ataona kwamba mtu kaiba akakatwa mkono, kama yeye alikuwa inamjia fikra kutaka kuingia jambo hilo, anakomeka, hawezi kuingia tena, anajizuilia kwa sababu tayari jambo ambalo lilikuwa lishaekewa adabu yake ya kisheria na mtu hawezi akaingia. Wa adaluha, na vile vile hukumu zake zipo katika hali ya uadilifu uliokuwa mkubwa mno, umekwenda mbali sana uadilifu. Wa bihadha an-nadhar al-jalil, na kwa mtazamo huu ambao ulikuwa al-jalil, ambao ulikuwa ni mtukufu. Manake kwa mtazamo huu ambao ulikuwa ni mtukufu, tazamo ambao ulikuwa ni mkubwa. Wa ta'ammulul jamil, na vile vile mazingatio haya ambayo yalikuwa mazuri. Fi mahasini hadha ad-din, katika mazuri ya dini hii. Yuzayyinu Allahu al-imana fi qalbi al-abdi, Allah subhanahu wa ta'ala hupamba ile imani katika moyo wa mja. Kwa maana hupamba imani katika moyo wa mja, huiweka imani hiyo. Wa yuhabbibuhu ilayhi, na huipendezesha hiyo imani ndani ya moyo huo. Kama imtanna bihi ala khiyari khalqihi biqawlihi, kama ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala alivyoneemesha bihi, kwa jambo hilo la imani, ala khiyari khalqihi, juu ya wale wabora wa viumbe wake. Biqawlihi, kwa kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala aliposema, walakin Allah habbaba ilaykumul imana, na lakini Allah subhanahu wa ta'ala habbaba ilaykumul imana, amependezesha kwenu nyinyi imani. Wazayyanahu fi qulubikum, na akaipamba hiyo ndani ya nyoyo zenu, kama ambavyo ilivyokuja katika suratul Hujurat. Maana yake nini? Maana yake Allah subhanahu wa ta'ala akipendezesha imani katika moyo wa mja, na akaipambisha imani hiyo, basi mja huyo huwa na nguvu za kiroho za kutekeleza mambo ya khairati, za kufanya mambo ambayo yalikuwa ni mazuri, na kujiepusha na yale ambayo yalikuwa mabaya. Na siku zote atafanya mambo kwa bidii kubwa, ili awe katika hali ambayo ilikuwa ni nzuri mno mbele ya Mola wake, awe katika hali iliyokuwa ni nzuri, sababu tayari kuna nguvu, spiritual power, nguvu ya kiroho ambayo inamsukuma katika kutenda yaliokuwa mazuri na inamwepusha na kuyafanya yaliokuwa mabaya. Na Uislamu ukiwa umo ndani ya moyo wa mja, basi huyu mja anakuwa na mapenzi makubwa sana kumpenda Allah
kumpenda bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, ya kupenda sheria ya Uislamu na kuchukia kila ambalo lenye kuvunja Uislamu au lenye kutia dosari katika Uislamu. Na hakubali kabisa kuona Uislamu wake kwamba mja huyu unasemwa vibaya au mtu anataka kuleta mambo ambayo yatatia dosari katika Uislamu. Hakubali kabisa. Hiyo ni suratul Hujurat aya namba 7. Fayakunu al-imanu fi qalbi, basi inakuwa imani ndani ya moyo. A'dhama al-mahbubat, ni katika jambo ambalo linopendwa mno katika mambo ambayo yanakuwa yanapendeza katika moyo. Kama kuna kiumbe ambaye mtu atakuwa anampenda, basi jambo la imani linakuwa ni la mwanzo kabisa. Kama mke, basi mke anakuwa hapendezi zaidi kuliko jambo la imani. Kama watoto wanakuwa hapendezi zaidi kuliko imani. Chochote kile ambacho kama pesa, mali, kadha, basi inakuwa ipendezi zaidi kuliko jambo la imani. Imani inakuwa inapendeza zaidi. Ndio maana mtu anasoma, ndio maana kuna pahala mtu amelala na mke wake, lakini anaposikia wito ambao wa kuitwa na Mola wake, basi anaacha yote, kulala, kucheza na watu wa nyumbani, kila ambacho kilichokuwa kipo yeye anakuwa nakiacha, anaelekea katika nini? Katika wito ambao alikuwa ameitwa na Mola wake subhanahu wa ta'ala. Hivi ndivyo ambavyo walivyokuwa waja wema. Wao walikuwa wakikaa na wake zao na watoto wao na watu wao nyumbani, lakini unapolinganiwa wito wa kuitwa katika kwenda kutekeleza ibada swala, basi wanaondoka kana kwamba walikuwa wachezi pamoja. Si kwa maana hawagi, lakini kwamba ile ihtimamu ndio kubwa ya kuelekea katika ule wito. Bali baadhi yao walikuwa mpaka wakibadilika zile sura zao, kwa sababu tayari wanakwenda kusimama mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ajmal al-ashya, na vile vile inakuwa ni katika vitu ambavyo vyenye kupendeza zaidi. Katika vitu ambavyo vyenye kupendeza zaidi na kuwa kwake yeye ni jambo hilo. Wa bihadha, na kwa ajili ya jambo hili, yadhuqu al-abdu halawata al-iman, ndio mja anaonja ule utamu wa imani. Yani kwa jambo hili ndio mja anafanya nini? Anaonja ule utamu wa imani. Wayajiduha fi qalbihi, na anaukuta utamu huo katika moyo wake. Na ndio maana hata makafiri wanaulizana, vipi hao Waislamu hawachoki? Wao kabla kupambazuka wanatoka majumbani mwao, wanakwenda misikitini, wanakwenda katika majumba ya ibada. Akisha baada ya muda fulani ya dhuhuri wanaacha pirika zao za biashara zao, wanaingia katika nyumba ya ibada. La asiri saa 10 kadhalika, magharibi hivyo hivyo, naisha hivyo hivyo. Kwa hiyo wakaona kwamba wafanye mbinu hizi na zile za kuweza kuachisha jambo hili. Wakaja na fikra tofauti, wakaja na mambo ya mapumbao. Miongoni mwa hayo ni zikiwemo TV hizo, TV, simu. Endapo kwamba mja hatojielewa, basi mambo hayo yatamchukua mja huyo na atamweka pahala ambapo alipokuwa pabaya sana, kwa sababu tayari huyo mja yeye kuna vitu tayari vinafanya nini? Vinamkumba katika maisha yake na vinamwandama katika maisha yake, na yeye mwenyewe hakuwa ni mwenye kujielewa. Iangalie hayo katika kitabu Tawdih wal Bayan Ibn Sa'di cha al-Imam As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, katika sahifa 32 mpaka sahifa 33. Qala Ibn Qayyim, amesema Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala, wa idha ta'ammalta al-hikmata al-bahira fi hadha ad-din. Meruka kidogo. Naam, anasema bihadha, anasema na kwa ajili ya jambo hili, yadhuqu al-abdu halawata al-iman, na kwa ajili ya jambo hili mja ataonja ule utamu wa imani. Wayajiduha fi qalbihi, na ataukuta utamu huo fi qalbihi, ndani ya moyo wake. Kwa maana ndani ya moyo ndio atakuta utamu. Fayatajammalu al-batinu, basi hupambika ile sehemu ya ndani ile. Fayatajammalu
albatinu, hupambika ile sehemu ya ndani, biusuli iman, kwa misingi ya imani. Yani hayo ndio maelezo ambayo yalikuwa tumearuka tayari. Hupambika yani ile sehemu ya ndani ile kwa misingi ya imani, yani kwa maana wewe ikiwa ni mwenye kufanya matendo na ikawa kwamba una ladha ya imani, basi ndani ya moyo kule ndani, batini kule ndani kule, kunapambika kwa misingi ya imani. Hakuna hata kitu kimoja kitakachokuja kikakuhadaa ukaacha Uislamu wako, ukaacha kuitetea dini. Labda kaja mtu na mali nyingi sana akakupa kwamba hii chukua mali milioni 50, lakini acha kuswali, au nataka ufanye jambo fulani, nikiangaliwa jambo hilo jambo la kumkufuru Allah, basi mtu anakuwa hayuko tayari, kwa sababu tayari kuna misingi ya imani ambayo imekita ndani ya moyo wake, yani tayari kushapambika kule. Wa haqaiqihi, na yale mambo ya hakika ambayo yenye kuifanya imani ikawa kwamba ni imani ya uhakika. Watatajammalu aljawarihu bi'amali aliman, na hupambika vile vile viungo kwa matendo ya kiimani. Viungo vinapambika, vinakuwa na nashati, vinakuwa na nguvu. Mtu yote ambaye mwenye kutekeleza ibada, basi anakuwa yuko smart, anakuwa yuko vizuri, kwa sababu tayari vile viungo vinatenda mambo ya kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. Na hiyo watatajammalu pia ilikuwa inatosha iwe watajammalu aljawarih, pia katika lugha inakubali kusema hivyo, watajammalu aljawarihu bi'amali aliman, kwa kuiondosha taa moja na ikawa ni fi'l mudhari vile vile, yani lugha vile vile inakubali, yani zikikutana taa mbili katika fi'l mudhari. Kwa mfano takallama amefanya nini? Amezungumza. Tayari tajammala, amepamba. Kwa hiyo unaweza kusema, ukitaka kusema anta tatakallamu, wewe unafanya nini? Unazungumza, ndio asili. Lakini unaweza kumkuta mwarabu mwingine akwambia anta takallamu, wewe unazungumza. Sio kwamba takallam itakuwa fi'lu amri, umefahamu? Takallam itakuwa fi'lu amri, zungumza. Lakini takallamu, wewe unazungumza. Au tanazzala maana yake kuteremka, kwa hiyo fi'lu madhi. tatanazzalu kuteremka, fi'lu mudhari, umefahamu? Lakini unaweza kuondosha te moja, na ndio maana kwenye Qur'ani imekuja tanazzalul malaikatu waruhu fiha, maana yake asili yake iwe tatanazzalul malaikatu waruhu fiha, umefahamu? Katika Qur'ani vile vile nasoma la'allakum tadhakkarun, ili mpate kuidhika, mpate kukumbuka. Sasa ile maana yake ni fi'lu mudhari, la'allakum tatadhakkarun, ndio asili ya tendo la'allakum tatadhakkarun. Kwa hiyo unahusika kuondosha taa moja. Naam, qala Ibn Qayyim, amesema Ibn Qayyim. Hayo maelezo tumesema angalie katika kitabu At-Tawdih wal Bayan li Ibn Sa'di katika saifa ya 32 mpaka 33. Qala Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala, wa idha ta'ammalta al-hikmata al-bahira, utakapozingatia wewe hikma ambayo ilikuwa iko wazi wazi, fi hadha din, katika dini hii al-qawim, ambayo ilikuwa madhubuti, ilikuwa imenyoka sawa sawa, wal millati al-hanafiyya, na mila ambayo ilikuwa safi, imeepukana na mambo ya kushirikishwa Allah subhanahu wa ta'ala ndani yake, wa shari'ati al-muhammadiyya, na sheria ya Muhammadi, allati la tanalu al-ibaratu kamalaha, sheria ambayo haipati, yani ibara haiwezi ikapatisha kamalaha, ule ukamilifu wake. Kwa maana kila utakapoisifu wewe, basi bado hujaipo ukamilifu wake, umefahamu? Hata ulete ibara gani, bado hujaweza kueleza. Wala yudriku alwasfu husnaha, wala ile sifa haiwezi kadiriki ile nini, ule uzuri wake. Manake ukisikia maelezo hayo ujue kwamba hiyo sheria ipo katika ukamilifu uliokuwa mkubwa mno. Simeelewa? Manake hata ulete ibara gani,
Si watu wanasema mwingine anaweza kumwambia mtu mke wake, au mke akamwambia mume, mimi nakupenda sana. Ingelikuwa kuna neno ambalo lilikuwa kubwa zaidi ambalo la kulizungumza litakalotoa ibara likaeleza kuhusiana na uzito wa mapenzi yaliyokuwa ndani ya moyo wangu, basi ningelisema, lakini mwisho naishia na kupenda tu. Simefahamu? Manake anakuonyesha kwamba huyo mtu maneno hayo yamekita sana, yamekwenda mno, kwamba kweli huyo mtu ana mapenzi makubwa sana na mume wake, au ana mapenzi makubwa sana na mke wake. Simefahamu? Wengine mfano huo hauelewi, lakini sijui tu watafutie mfano gani mwingine ili ieleweke na iwe ni rahisi, lakini alhasil kwamba ieleweke hivyo. Simefahamu? Ieleweke hivyo. Naam. Anasema wala taktarihu uqulul uqala'i, wala akili za wenye akili hazijapatapo kuwaza, manake kuleta mawazo ambayo yalikuwa mazuri mno kuweza kufanya nini, kuweza kuelezea nini ukamilifu wa sheria hiyo. Ndio anasema wala wijtama'at wa kanat ala akmal al-aqli, na hata kama zitakusanyika hizo akili na ikawa juu ya akmalu aqli rajulin minhum, ikawa zote zipo katika akili ya mtu mmoja ambayo ilikuwa imekamilika zaidi mno, fauqaha, yani ikawa juu yake, manake yani kwamba huyo mtu akawa manake ndio akili zote amezikusanya, basi bado hajaweza kuelezea kuleta mawazo ya kazidi, manake wala taktarihu uqulul uqala'i fawqaha. Simefahamu? Ndio sentence ile iko hivi, lakini hapo kuna jumlatul i'tiradhiyya imekuja kuweka bayana zaidi. Simefahamu? Manake hazijapatapo kuwaza zikakiuka yani ule ujuu wake sheria hiyo. Si watu wanatunga masheria, si watu wanakuja na fikra tofauti tofauti kuweza kuleta mawazo, kuleta haya, kuleta yale, lakini yote hayo yana mapungufu makubwa sana. Sheria alikuja nayo bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam ni sheria ambayo ilikuwa kamilifu mno. Wa hasabu al-uquli al-kamila al-fadila, na inatosha zile akili ambazo zilikuwa kamilifu al-fadila, ambazo zilikuwa zenye fadla, an adrakati husnaha, kudiriki ule uzuri wake, manake kujua ule uzuri wake sheria hizo, wa shahidati bifadliha, na kushuhudia zile fadhila zake, wa annahu ma taraka alalamu shari'atun akmala wala ajallu wala a'zam minha, wa annahu, na kwamba ma taraka alalam somo alalama shari'atun, yani haijawahi kugonga sheria yote kugonga ulimwengu, manake kuja sheria yote katika ulimwengu, akmala ilikuwa kamilifu mno, wala ajalla, wala ilikuwa tukufu mno, wala a'zam, wala ilikuwa kubwa mno na ilikuwa tukufu sana, minha, kuliko sheria hiyo ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fahiya nafsuha ashahidu, basi hiyo sheria yenyewe ni ushahidi, wal mashhudu lahu, na ni yenye kutolewa ushahidi, wal hujjatu wal muhtajju lahu, na ni hoja na yenye kutolewa hoja, wad da'wa wal burhan, na ni dawa vile vile na ni hoja vile vile. Manake kwamba ni madai ambayo yatakokuwa nadaiwa, manake kwamba ulinganizi ambao utakokuwa unalinganiwa na burhan na ni hoja vile vile ambayo itakokuwa inaleta nuru. Walau lam ya'ti ar-rasul bi burhanin 'alayha, lau kwamba singekuja Mtume sallam na burhan 'alayha, na hoja juu ya hiyo sheria, la kafa biha burhanan, basi hiyo sheria yenyewe pengelitosha kwa hiyo sheria kuwa ni burhan, wa ayatan, na kuwa ni aya muujiza, wa shahidan, na kuwa ni ushahidi, kwa maana ni jambo ambalo lenye kutoa ushahidi, ingelitosha kabisa jambo hilo, ala annaha min indillahi, ya kwamba jambo hilo linatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Lau kwamba Mtume singelikuja akasema kwamba hii ni sheria inatoka kwa Allah, hiyo sheria yenyewe watu kwa kuipitia na kuitazama, basi akili zilizokuwa zimekamilika wangejua kwamba jambo hili linatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wangelijua jambo hili linatoka kwa nani?
kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na wala halitoki kwa nani? Halitoki kwa kiumbe. Walihadha, na kwa ajili hii elezo hayo yameishia hapo ya al-Allama Ibn Qayyim. Yaangalie katika Miftahu Dari Saada katika sahifa ya 324. Wanzur aidan, na angalia vile vile katika sahifa 328, wama ba'daha, na yale ambayo yalikuja baada yake. Nasema walihadha, na kwa ajili hii, fa inna ta'ammula mahasini hadha ad-din, kwa hakika jambo la kuzingatia yale mazuri ya dini hii, wanadharu fima jaa fihi min awamir wa nawahi, na kuangalia ndani yake fima jaa fihi, yale ambayo kuja nayo min awamira, katika zile amri, wa nawahi, na katika yale makatazo, wa sharia, na katika zile sheria, wa ahkamin, na hukumu, wa akhlaqin wa adabin, na akhlaqi kadhalika na adabu. La min a'zami ad-dawa'i, basi ni katika vitio ambavyo vilikuwa vikubwa mno, maana katika vilinganizi ambavyo vilikuwa vikubwa mno, wa dawafi', na katika vizuizi ambavyo vilikuwa vikubwa mno, lidukhuli fihi, ya kuingia ndani yake, liman lam yu'min, kwa yule ambaye alikuwa hajaamini. Manake ni vitio ambavyo vitakavyomuita mtu ambaye alikuwa hana imani, alikuwa hajaslimu, basi inakuwa ni wepesi wa yeye kuslimu, na vile vile vinakuwa ni vitu vyenye kumsukuma dawafi, manake kwamba vizuizi, lakini kwamba vyenye kumsukuma, vile visukumaji ambavyo vyenye kumsukuma mtu kuingia, lidukhuli, kuingia fihi, katika huo Uislamu. Liman lam yu'min, kwa yule ambaye alikuwa hajaamini. Wal izdiyadi minhu, na kuzidi minhu, na kuzidi minhu, katika hiyo imani. Liman amana, kwa yule ambaye alikuwa amefanini, ameamini. Yule ambaye alikuwa hajaingia katika imani, hajaingia katika Uislamu, hajaingia katika imani, basi hivyo vikiwa amevifahamu vitamsukuma kuingia katika Uislamu. Yani ukimsikia mtu ameslimu yeye mwenyewe, hakuna ambacho kilichokuwa kimemsukuma katika tamaa za kidunia, bali kwa kusoma Uislamu, basi elewa kwamba huyo kweli kuna vitu amevifahamu, kuna vitu amevifahamu, ndio ambavyo vilivyokuwa vimemsukuma kuingia katika imani. Matokeo yake akaingia katika imani, na ikawa sasa imani imekita katika moyo wake. Lakini kuna yule mwingine ambaye yeye ameamini tangu mwanzo, akivisoma vitu hivyo, kwa maana yale ambayo yalikuwa yamekuja katika amri, katika makatazo, katika sheria, katika zile ahkam, katika akhlaqi na adab, basi huzidi yeye imani, pamoja na imani ambayo alikuwa yuko nayo. Bal inna man qawiya ta'ammuluhu limahasini hadha ad-din, bali kwa hakika yule ambaye qawiya ta'ammuluhu, kumepata nguvu ule kuzingatia kwake, limahasini hadha ad-din, kuzingatia kwake yale mazuri ya dini hii, warasakhat qadamuhu fi ma'rifatihi, na mguu wake ukawa uko madhubuti, manake ukawa umekwenda dipu, ukawa umesimama imara katika kutambua kwake hiyo dini, wa maarifati husnihi, na utambuzi wa kutambua uzuri wake, wa kamalihi, na ukamilifu wake, wa qubhi ma khalafahu, na kutambua ubaya wa yale ambayo khalafahu, yanayoipinga hiyo dini, akatambua ubaya wale ambayo yanayoipinga hiyo dini. Kana min aqwa an-nasi imanan wa ahsanihim thabatan alayhi wa tamassukan bihi. Kana min aqwa an-nasi imanan, basi yeye anakuwa ni katika watu ambao wenye nguvu zaidi katika imani, katika watu ambao wenye kuamini mno, imani yao ina nguvu kubwa sana, sababu tayari yeye kuna vitu vimemfanya kwa imara, hayumbi, hawezi akanunuliwa, haiwezekani imani yake ikaharibiwa, bali imani yake imesimama kisawasawa, na hakuna hata mmoja atakayeweza kuiharibu ile imani.
kwa sababu tayari kuna vidhibiti ambavyo vinafanya nini, vinadhibiti ile imani isiweze kuyumbishwa na chochote kile kitakachokuja ndani yake. Wa ahsanihim thabatan, na ni mzuri wao wa kuthibiti alaihi, juu yake. Watamassukan bihi, na kushikamana na hiyo dini. Walihadha yaqulu Ibn Qayyim, na kwa ajili hii anasema Ibn Qayyim. Na Ibn Qayyim katika vitabu vingi sana vya kiimani kuelezea masala kiundani sana, basi ni muhimu sana vitabu vyake mtu kuvisoma, sababu kuna masaili mengi sana mtu anakuwa anafahamu. Vitabu vya Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah na mwanafunzi wake Ibn Qayyim ni muhimu sana. Kiona kwamba kuna kitabu cha Ibn Qayyim huko nacho umekikuta dukani, kinunue, kinunue. Kadhalika kitabu cha Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, sababu ni maulama wakubwa sana katika maulama wa ahli sunna wal jamaa. Kadhalika vile vile vitabu vya maulama wengine wote katika maulama wa ahli sunna wal jamaa. Ukikuta kitabu cha alimu yoyote katika maulama wa ahli sunna wal jamaa, na wewe uwezo kukinunua uko nacho, kinunue, ili uwe katika hali ambayo ilikuwa ni nzuri ya kielimu. Safari ya elimu ni safari ndefu. Safari ya elimu ni safari ambayo inakufanya wewe talibul ilmi usome sana, fanya bidii sana, fungue vitabu sana, na hususan ikiwa tayari umekishakupata misingi ya elimu, basi unatakana usome sana, sababu tayari elimu ni pana, elimu ni nyingi sana, na elimu ina mambo mengi sana. Kila siku wewe unatakana kuweka katika kusoma, sarani Allah wa iyyakum, na kumwomba Allah thabat katika jambo la kusoma, kumwomba Allah thabat katika jambo la kufanyia kazi kile ambacho mje uliokuwa tayari umekwisha kusoma. Kwa hiyo ni katika mambo ambayo yalikuwa muhimu mno, ni katika masala ambayo kila Muislamu yampasa kwamba awe ni mwenye kuweka malengo, na kila siku hima yako katika kusoma iwe ni yenye kuongezeka, isiwe ni yenye kupungua. Na hiyo vile vile sababishwa na imani kupanda. Imani kipanda na jambo la kusoma linakuwa linapanda, kwa sababu kusoma ni ibada, kunakuwa linaongezeka. Lakini imani ikishuka na jambo la kusoma nalo vile vile linakuwa linashuka. Kwa hiyo mwanadamu yeye mwenyewe ndio mkaguzi wa kujiangalia yale mazingira yake. Je, mimi mazingira yangu yakoje katika jambo la kusoma? Simefahamu. Ikiwa kwamba hima yako ni kubwa na ikiwa mazingira yako ni makubwa katika jambo la kusoma, basi muombe Allah thabati katika upande huo. Lakini ikiwa hima yako ni ndogo, basi elewa kwamba hilo ni jambo ambalo lilokuwa baya, na Muislamu siku zote anatakana kwamba athibiti katika upande huo. Naam. Walihadha yaqulu Ibn Qayyim, na kwa ajili hii anasema Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala,